Bwana, taarifa kutoka kwenye vyanzo mbalimbali kuanzia usiku wa kuamkia leo mpaka na leo hii kwa kiasi kikubwa sana zimekuwa zikiarifu kwamba Simba Sports Club wamefanya mauzo ya kiungo mshambuliaji wao Jean Charles Ahoua. Taarifa zinaeleza kwamba wanunuaji wa Jean Charles Ahoua ni klabu ya CR Belouizdad ambayo iko chini ya mwalimu Sead Ramovic. Sasa takriban kiasi cha dola 800 ndio kinaripotiwa kwamba ndio kiasi ambacho Simba wamekipokea kama ada ya uhamisho kutoka kwa CR Belouizdad kwa ajili ya mauzo ya Jean Charles Ahoua. Sasa mimi nataka tujaribu kuangalia biashara ya Simba kwa ujumla. Nataka tuzungumzie kidogo biashara ya Simba, namna ambavyo imekuwa, nini ambacho kinaendelea, na mauzo ya Ahoua kama ambavyo vyanzo mbalimbali vinaripoti ina maana gani hasa katika mustakabali wa wale ambao wanatakiwa kuingia na mwafaka wa wale ambao wanatakiwa kutoka, kwa maana ya dirisha la usajili. Dirisha la usajili sio tu kuhusu wanaoingia, lakini pia ni kuhusu wanaotoka. Una balance vipi, una manage vipi maingizo yako kwa maana ya incomings, lakini pia una balance vipi wanaotoka kwa maana ya outgoings, una balance vipi kwa vitu viwili. Sasa kwa mujibu wa taarifa ambazo hata msemaji wa klabu Ahmed Ally amethibitisha ni kwamba kuna usajili wa wachezaji takriban 4 ambao Simba wameshaufanya. Ni usajili wa kimya kimya of course. Kwa ina maana Simba wanachokifanya kwa wakati huu ni kumalizana kikamilifu na hawa wachezaji 4 ambao tayari kwa zaidi ya 95% wako kwenye himaya yao. Watakapoanza kutangaza mmoja baada ya mwingine, itakuwa tena sio issue ya kuendelea kumtangaza mmoja na kumalizana na wengine. Itakuwa ni issue ya kwamba umemalizana na watu wote, unatangaza kila mtu kwa nafasi yake. Sasa basi, ukitoa hawa ambao wanaingia ambao kwa kiasi kikubwa sana mpaka hatua hii tulikuwa tunaelekea siku chache kabla ya mechi ya ligi kuu kurudi, mashindano ya kimataifa dhidi ya Esperance, double header hiyo, of course ilikuwa ni lazima kwa kuna biashara ambayo imefanyika. Lakini kuuzwa kwa Ahoua kuna maana gani? Unajua hichi kiasi ambacho kinaripotiwa cha takriban dola 800 kina maana kubwa. Inawezekana kwa wakati huu kisiathiri manunuzi, kwa sababu kuna wachezaji ambao washanunuliwa. Hao wachezaji 4 ambao inasemekana wameingia mpaka sasa hivi, wapo ambao wamevunjiwa mikataba katika vilabu ambavyo walikuwepo kabla ya kuja Simba. Kwa hiyo maana kuna gharama ambazo Simba wamezilipa kubwa tu za kuvunja mikataba yao. Mimi nataka tuwatazame watu ambao inasemekana wanaweza kuondoka na ni kwa kiasi gani mauzo ya Ahoua yanaweza kurahisisha mchakato wa wachezaji ambao Simba wanataka kuondokana nao kwenye dirisha hili. Inaarifiwa kwamba mwalimu mkuu wa kikosi cha Simba Steve Barker ameweka bayana kwamba kuna wachezaji wasiopungua 4. Kuna majina yanarushwa hivi sasa ya watu takriban 4. Kuna watu wanasema wanaweza kufika mpaka 5 hawa watu ambao mwalimu Steve Barker ni kama ameshapiga X kwamba hawa watu mimi siwahitaji. Majina ya watu kama kina Budo Mutale, mtu kama Steven Dese Mkwala, Shamu Karabwe, ile jina lishatajwa sana, hasa ikizingatiwa kwamba kuna mlinzi kutoka katika klabu ya Banias ambaye ni free agent sasa hivi, inasemekana ashasajiliwa ndani ya kikosi cha Simba, Ismail Oliver Ture. Kwa hiyo Shamu Karabwe, Steven Dese Mkwala, Joshua Budo Mutale, lakini kuna ambao wanakwenda mbali wanasema pengine mpaka jina la Anthony Mligo lipo huko. Sasa basi, all in all itakavyokuwa, kuna mpaka jina la Neo Maema. Kuna ripoti kama wiki moja nyuma, siku kadhaa zilizopita, jina la Neo Maema nalo lilikuwa kama linarushwa kwenye kikapu hivi, kama watu ambao wanaweza kuachwa na vitu kama hivyo. Itakavyokuwa, issue ya msingi hapa ni kwamba hichi kiasi ambacho Simba wamekipokea cha dola 800, moja kati ya vitu ambavyo inaweza kuwasaidia kwa kiasi kikubwa sana pesa ya mauzo ya Ahoua ni kuweza kuinunua mikataba ya wachezaji ambao hawatakiwi ndani ya kikosi hicho. Yaani kuicompensate mikataba. Bwana sikiliza, umebaki miezi 6 kwenye mkataba wako, kiasi gani? Hichi hapa cha kwako. Bwana umebakisha mwaka mmoja na miezi 6, hichi hapa cha kwako. Pesa ambayo inaingia kutokana na mauzo makubwa kama haya ambayo yamepatikana kutokana na mauzo ya Ahoua, moja kati ya vitu ambavyo inaweza kwenda kusaidia kwa kiasi kikubwa, hasa kwenye kipindi ambacho bado dirisha liko wazi, ni kwenye kuisitisha kwa kuilipia fidia mikataba ya wachezaji ambao klabu haitaki kuendelea kuwa nao. Mathalan, Joshua Budo Mutale ana mkataba wa mwaka 1.5 ndani ya kikosi cha Simba. Mkataba wa Budo Mutale unafika tamati Juni 2027. Hali kadhalika kwa Mligo. Taarifa zinadai naye pia ni miongoni mwa watu ambao wanaweza pengine kuwa moved on na mwalimu Steve Barker. Mligo alisaini mkataba wa miaka 2 na kikosi cha Simba mwanzo wa msimu huu. Kwa hiyo pia kabakisha mwaka 1.5 kwenye mkataba wake. Unapomzungumzia Shamu, naye unamzungumzia mchezaji ambaye kabakisha miezi 6 kwenye mkataba wake, kama ambavyo Steven Dese Mkwala naye imebaki miezi 6 kwenye mkataba wake wa hivi sasa.
Kwa hiyo unaweza kuona kwamba hawa wachezaji katika kujaribu kuaccelerate mwafaka wa kujaribu kuondokana nao, pesa kama hivi inapoingia tena ikiwa ni nyingi, maanake unapozungumzia dola 800 ambazo zimepatikana kutokana na mauzo ya Ahwa, taarifa nyingi zikiwa zinasema hivyo, hii inakuja kwenye kiasi cha shilingi bilioni 2 na milioni 16. Bilioni 2 na milioni 16. Kuipata kwa haraka haraka kwenye mazingira ambayo kuna wachezaji ambao inabidi uwatoe hasa wa kimataifa kwa ajili ya kuwaingiza wachezaji wengine wapya kwa ajili ya kujiandaa na michezo ya kiushindani ambayo tayari inaanza kurudi hivi karibuni. Miongoni mwa vitu ambavyo vinakuweka kwenye mazingira mazuri ya kuweza kufanikisha hili kwa haraka ni pale ambapo unakuwa unapata pesa ambayo inatokana na mauzo kama hivi. Kwa hiyo hichi kiasi ambacho kimepatikana hivi sasa, moja kati ya vitu ambavyo kinaweza kuwasaidia sana Simba ni kwenye kucompensate mikataba ya wachezaji ambao hawatakiwi. Unajua, usione kama ni kitu kidogo kununua tu wachezaji. Kuna taarifa zinadai huyu Libase Gay, winga wa kulia ambaye Simba wamemsajili kutoka katika klabu ya Tennis, inasemekana zimetumika dola za Kimarekani 3.5 kumsajili. Kwa hiyo nikikupa tu mfano kama hivyo, unaweza kuona ni kwa kiasi gani hata hawa ambao wamekuja kama free agent, kina Ismail Oliver Ture ambaye of course alikuwa ni free agent kutoka katika klabu ya Banias, mkataba na signing fee utakayoenda kumwandalia yule ni kubwa sana pengine. Kwa hiyo inapopatikana pesa kama hivi ya mchezaji ambaye mmemuuza kwa gharama kubwa, inakuwa inatengeneza wepesi na inakuwa haiwaumizi sana kichwa viongozi kwenye kuandaa mipango ya kuondoa wachezaji ambao haiwahitaji kwenye kikosi. Kwa hiyo hilo ndilo ambalo nilikuwa nataka nilishare na nyinyi kwamba pengine hivi sasa, kwa sababu mazungumzo ya kujaribu kuachana na wachezaji kwenye kikosi cha Simba yalikuwa yameanza tangu dirisha linafunguliwa, lakini kuna muda hili jambo linakuwa haliwezi kufanyika kwa haraka, kwa sababu unakuta kuna mwingiliano baina ya wanaoingia, mipango ya kuhakikisha wao wanaingia kwanza, kisha ndio uje uhakikishe kwamba unakaa kitako na kujaribu kulazimisha kutoa wale ambao unakuwa kuwahitaji mwisho wa siku. Lakini unapokuwa umefanya biashara kubwa kama hii ambayo Simba wamefanya kwa Ahwa, mchakato wa kujaribu kuondokana na wachezaji ambao unakuwa kuwahitaji unarahisishwa, kwa sababu unaweza kutenga kiasi kikubwa tu ambacho kinaweza kununua mikataba ya wachezaji 4 5 ambao huwahitaji kwenye dirisha dogo.